Siku moja baada ya viongozi na makada watano wa juu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania Chadema kutangaza kukihama chama hicho wakidai kimepoteza mwelekeo, kumekuwapo na mawazo mseto kuhusu hatma ya makada hao kisiasa, huku wengine wakidhani ni anguko la Chadema na baadhi ya vyama vya siasa vikiwakaribisha. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni wapi wanakwenda? Hili ndilo swali linalozunguka katika vichwa vya wanasiasa, wanazuoni na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania baada ya waliokuwa wajumbe wa secretariat ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kutangaza kukihama chama hicho jana. Hata baada ya uamuzi huo, makada hao wamesema ingawa wataeleza ni wapi wanakwenda, lakini katu hawatahamia chama tawala cha CCM kwa sababu ni chama kilichopo madarakani na kuungana na chama hicho ni sawa na kusaliti umma. Aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano, itikadi na mambo ya nje wa Chadema, John Mrema, amezungumza na DW. CCM kwa hatua ya sasa ni kwamba ndio chama kiko madarakani, na sisi maoni mlengo wetu tunaamini kwamba kuna mambo ambayo CCM wameshindwa kufanya kwa ajili ya nchi. Sasa kwenda kuungana nao kwa hatua ya sasa wakati tunapinga baadhi ya mambo yao, itakuwa na sisi tumesaliti umma. Kuhusu makada hao kuanzisha chama kingine, Mrema amesema kwa sasa hawawezi kusajili chama kingine cha siasa kwa sababu uchaguzi unakaribia na nia yao ni kwenda kuwawakilisha wananchi katika nafasi za ubunge, udiwani na uraisi. Makada waliokihama chama hicho jana ni pamoja na aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema upande wa bara Benson Kigaila, aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema upande wa Zanzibar Salum Mwalimu, mjumbe wa secretariat ya chama hicho Catherine Ruge, katibu wa itikadi, mawasiliano na mambo ya nje John Mrema na Julius Mwita. Wachambuzi wa masuala ya siasa wamekuwa na maoni mseto kuhusu uamuzi wa makada hao waliojiondoa Chadema. Profesa Albert Kinyondo amesema anakiona kifo cha kisiasa cha makada hao. Mimi nafikiri hatua walioifanya inatusaidia Chadema zaidi kuliko wao. Huko wanapokwenda huko itawia vigumu sana, kwa sababu namba moja, wengi katika hawa hawakuwa maarufu, walikuwa wanatembea na nyota ya chama ambacho ndo wamekiacha. Wakati baadhi wakiamini kwamba uamuzi wa makada hao utakiathiri chama, mchambuzi mwingine wa masuala ya siasa Tanzania William Kasembe yeye amekuwa na maoni tofauti. Hawezi kuathiri Chadema hata siku moja. Chadema imeondokewa na makada wengi sana, tena wenye nguvu kama unakumbuka. Mpaka leo ipo. Chadema imewahi kukaa miaka 5 bila kufanya siasa ya aina yoyote na bila kuwa na mbunge, lakini leo hii ina nguvu. Miongoni mwa sababu walizozitoa makada hao wa zamani wa Chadema ni pamoja na chama kupoteza mwelekeo, chama kuendeshwa kiwanaharakati na kutengwa katika baadhi ya mambo yanayokihusisha chama. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Dunia leo inakumbuka miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia vilivyodumu kwa muda wa miaka 6 kuanzia mwaka 1939 hadi mwaka 1945 na kushuhudiwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulioambatana na vifo vya mamilioni ya watu wasio na hatia. Doto Bulendu anaeleza juu ya kumbukumbu hiyo. Mkurugenzi wa Tanzania kutoka Bonn, Ujerumani, Dr. Carsten Pausti alipotoa taarifa kwenye hafla ya kukabidhi vifaa tiba na uzinduzi wa ujenzi wa kituo kikubwa cha tiba ya macho katika hospitali ya Kabanga inayomilikiwa na Jimbo Katoliki la Kigoma, amesema lengo la taasisi hiyo iliyoanzishwa mwaka 2017 ni kuiunga mkono serikali ya Tanzania na kanisa Katoliki katika kutoa huduma za macho katika maeneo ambayo hayajafikiwa na taasisi nyingine. Pausti amebainisha kuwa shirika hilo linaloundwa na Wajerumani na Watanzania linalenga kusaidia nchi ya Tanzania kuongeza idadi ya wataalamu wa afya ya macho kwa kutoa mafunzo, ambapo tayari madaktari 45 wamejengewa uwezo. Akipokea misaada hiyo, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma Joseph Mlola ameshukuru taasisi ya Tanzania kwa kukubali kuboresha afya ya macho kwa wananchi katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, na ameahidi kuimarisha ushirikiano baina yao. Vifaa ambavyo tunavipata basi tuhakikishe kwamba vinatunzwa vizuri, vinatendewa kazi yake vizuri katika mahitaji ya wagonjwa wetu, na tuangalie pia namna ambavyo vitadumu. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Daktari Ibrahim Salehe amekiri kuwa mkoa huo una upungufu mkubwa wa vifaa tiba na wataalamu, na kwamba ufadhili wa Tanzania umetolewa kwa wakati sahihi. Katika mkoa wa Kigoma bado tuna uhitaji mkubwa, hususan katika hizi huduma za
afya ya macho. Vifaa hivi vinaenda kwenye vituo 18. Akizungumza kuhusu takwimu, mratibu wa Tanzania Eye nchini Tanzania Bwana Reina Linuma ameeleza kuwa kiwango cha magonjwa ya macho nchini Tanzania kinafikia 4% ya wagonjwa wote, na kwamba juhudi mbalimbali zinahitajika ili kuokoa uwezekano wa wagonjwa wengi kupata upofu. Changamoto hii inachangiwa na mambo mbalimbali, ikiwemo changamoto ya mtoto wa jicho. Imechukua 75% ya kusababisha watu kutoona. Akihutubia katika hafla hiyo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Bwana Elisante Mbwiro amefahamisha kuwa serikali inahitaji wadau zaidi katika kuboresha huduma za afya, hasa katika maeneo ya vijijini. Jumla ya vituo 18 vya huduma za afya ya macho, ikiwemo hospitali za halmashauri za wilaya ya Kakonko, Kibondo, Uvinza, Buhigwe, Kasulu na halmashauri ya mji wa Kasulu zimepata msaada wa vifaa tiba kutoka Tanzania Eye ya Ujerumani. Prosper Kuigize, DW, Kasulu, Kigoma. Tunaomba radhi msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Hiyo ilikuwa ni taarifa yake Prosper Kuigize ambayo ilikuwa inaelezea taasisi ya huduma za macho ya Ujerumani inayofahamika kama Tanzania Eye imetoa misaada ya vifaa tiba, majengo na mafunzo ya tiba ya macho yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa nchini Tanzania. Kumbuka unaendelea kusikiliza matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn. Tuko bado barani Afrika. Hali ya wasiwasi inazidi kuripotiwa katika baadhi ya vijiji vya jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mapambano ya mara kwa mara kati ya M23 na wapiganaji wa Mai Mai Wazalendo ambao wanayasaidia majeshi ya Kongo na Burundi. Wakati huo huo, maelfu ya watu walioyakimbia makazi yao wanazidi kumiminika mjini Bukavu kutokana na mapigano hayo na sasa wanaishi katika hali ngumu. Mengi zaidi yanayo Mitima de la Chance. Katika baadhi ya maeneo ya maegesho ya magari, takriban mabasi na malori yote yanayotoka vijijini yanabeba masanduku, mikeka, masufuria, magodoro na vyombo vingine vya dazeni ya watu kadhaa waliokimbia makazi yao kutokana na vita ndani ya vijiji vyao. Wanakuja kutafuta hifadhi mjini Bukavu. Zawadi ni miongoni mwa watu hao kutoka kijiji cha Ibambiro ndani ya wilaya ya Walungu. Anasema hali ya usalama ni tete ndani ya kijiji chake kwa sasa, ndiyo sababu ameamua kuhama kwa muda. Tulikuwa tunaona watu wanakimbia vita, masasa zinalia, tunajifungia mnyumba yaviwezekane, tunakimbia watu walikufa, nilipoteza watu wawili, tunalia banduku wa Bukavu mtusaidie. Hadi sasa hakuna kambi maalum iliyojengwa kwa watu hao. Wengi wamepokelewa katika familia zao Bukavu na wengine katika shule na makanisa ambayo yangeweza kuwa hifadhi. Lakini pia mji wa Bukavu unapokea watu hao waliokimbia makazi yao, ijapokuwa hata hivyo unaathiriwa sana pia na vita hivyo vya M23 dhidi ya utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Hadi sasa benki bado zimefungwa. Pia kila siku kuna ripotiwa visa kadhaa vya ukosefu wa usalama, kazi hazipatikani na kadhalika, na yote haya yana matokeo mabaya kwa uchumi. Kama inavyoonekana, kuna wengine watu ambao mara tu wanapofika Bukavu wanaelezea nia ya kurudi katika vijiji vyao walikotoka kutokana na ugumu wa maisha. Lakini pia baadhi ya vijana waliokimbia vijiji vyao wanasema kuwa wananyanyaswa katika vitongoji vya Bukavu kwa vile wao ni wapya katika maeneo hayo. Wanashukiwa kuwa na ushirikiano na wahusika wenye migogoro. Baadhi ya watu hao waliohama wanaeleza hapa. Watu huyu wanatona kama wazalendo hapa hivi. Hatuna msaada, hatuna maisha hapa hivi. Kufika hapa Bukavu sina familia, sina ndugu yoyote. Mungu ndo iko na niongoza mie. Ombi langu ni amani tu, turudie kunyumba na watoto. Guillaume Mungu Akonkwa ni mjumbe wa kamati ya watu waliohama makazi yao kutoka kijiji cha Nyangezi. Anaonya juu ya hali ya afya hasa kwa watoto wachanga na anasema inatia wasiwasi. Watoto ambao wamesha kufariki wa chini ya miaka 5 wamekuwa ni wengi sana. Wamefikiria hata zaidi ya 15. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya orodha na kwa sasa ni kila siku kunakuwa ripoti huku, kunakuwa ripoti kule, wako wakifariki kwani hakuna matibabu. Haya ya kijiri, mapigano yaliendelea siku ya Jumatano katika vijiji vya Kalonge na Rubemba katika eneo la Minembo wilayani Fizi kati ya wapiganaji Mai Mai Wazalendo walioungana na jeshi la Kongo na wapiganaji wa kundi la Twirwaneho tiifu kwa AFC M23. Tangu Jumatatu, mapigano mengine yameripotiwa kati ya Wazalendo na waasi wa AFC M23 katika milima ya Kahamba inayopakana na kijiji cha Kamanyola,
Lakini pia waasi wa M23 wameonekana tangu Jumanne katika kijiji cha madini cha Luhwinja. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.